kumekuwa na mjadala kuhusiana na timu, wanasema bwana ilianzishwa na Wilson Oluma, mchambuzi kutoka EFM, kwamba kuna baadhi ya timu zinanunua mechi. Nadhani mjadala huo ulikuwa. Wewe kama unafuatilia, ni kweli hiyo hoja ambayo ameiweka mzee wa Jambia unaifahamu? Kuna timu kweli zinanunua mechi? Nataka niwaambie, katika football across the world, football mpira ni mchezo wa kamali. Kwa hiyo mimi nimeshangaa tu kwanza bwana Oluma kutoa hoja hii kuiweka mezani, alafu klabu kubwa kama Yanga inataka kumpeleka mahakamani. Maskini yule unampeleka mahakamani, utaenda kumfunga bure. Wale ndio watu wanachombeza, tunapata utamu wa football. Kwani ukisema hawezi kutupa. Mmoja kuzungumzaji wa chambuzi wa hiyo hoja ambayo ameiweka mzee wa Jambia unaifahamu? Kwanza nataka niwaambie, katika football across the world, football mpira ni mchezo wa kamali. Kwa hiyo mimi nimeshangaa tu kwanza bwana Oluma kutoa hoja hii kuiweka mezani, alafu klabu kubwa kama Yanga inataka kumpeleka mahakamani. Maskini yule unampeleka mahakamani, utaenda kumfunga bure. Wale ndio watu wanachombeza, tunapata utamu wa football. Kwani ukisema Singida au Black Stars, wale ni tawi la mtu fulani. Kuna shida gani kama sio tawi? Simuonyeshe kama sio tawi uwanjani. Kwa hiyo kuna vitu unatakiwa mimi nimesikitia sana. Nilikuwa namwangalia Ahmed Ally anajisifu anakwenda kumfunga. Yule Oluma hata umfunge. Kwa sababu hana cha kupoteza. Mwenyewe anapambana. Unajua anapambana. Ukimwangalia unaona huyu anapambana, anajitafuta. Na uzuri kajitafuta kajipata, yeye kuwa against na Dar es Salaam African. Kaamua kuchagua upande huo, mimi nakwenda against. Hata Yanga ishinde vipi? Yanga akicheza na Singida ni tawi la Singida lile. Kwa Yanga lazima ashinde. Mwacheni. Uthibitisho sasa ndio. Uthibitisho wa nini bwana? Ndio ajitafuta. Kwanza Yanga anafanya vile, wanampa promotion bure. Kwa mwache mtoto wake anatafuta ugali kwa shida. Kaanzisha group la WhatsApp sasa hivi, anaita watu wataja mikeka. Lakini media yake imeomba radhi yeye mwenyewe. Media nao imekurupuka kuomba radhi vitu kama hivi. Tutafanya sasa mpira usiwe mtamu. Tutafanya mpira usiwe mtamu. Yaani tufuate vigezo na masharti sasa hivi tu wenyewe, mpira utakuwa mtamu. Raha ya mpira, huyu kaongea shombo hii, huyu kaleta sabuni ya unga, huyu kaongea shombo. Ndio inatakiwa. Yanga watu wanasema, Yanga bwana hapana kitu. Mwanzilishi wa Yanga ndio mwanzilishi wa Black Stars kule. Ndio unakuwa utamu, kama vile wengine wanasema Simba na Wagosi wa Kaya kule. Ni mama mmoja baba mmoja. Ndio unatakiwa uwe utamu, mpira utamu. Lakini sasa management zilizokuja sasa hivi, mimi nataka niongee na Engineer Hersi. Kwa heshima na taadhima, Engineer Hersi, wewe umekuwa mtu ambaye umebadilisha game ya upande wa Yanga. Kiukweli Yanga inafanya vizuri kwa sababu yako wewe. Hakuna mjanja pale. Walikuwepo kina Kaduguda tu kina nani ndio tunajua, tusikalimishe sana. Hamna alichokifanya. Nikuombe Engineer Hersi, tumia hekima yako. Mwacheni mtoto watu huyo Oluma. Mwacheni. Drop case hiyo. Tumsamee, tumwache. Ni sehemu ya kutafuta ugali. Alafu game iwe tamu, tunahitaji maneno ya shombo. Watu waongo kama yeye. Anajiita mzee wa Jambia. Watu waongo kama mzee wa Jambia ndio tunawataka. Brand ya Yanga hata uifanyaje huwezi kuishusha. Brand la Yanga ni lidubwasha likubwa. Sasa kama brand la Simba hata ulizungumzie vipi, huwezi kulishusha. Lina mashabiki na wapenzi. Kwa vitu vingine inabidi waache. Family la huyu unatafuta ugali. Mwacheni. Wewe mtu anapambana analipo mshahara 3500 utakutoka. Kwa hiyo tunabidi vitu msamee. Mwacheni mambo yaendelee. Mimi nimesikitisha sana kuona mpelekwa demand letter. Anatakiwa siende mahakamani au aombe radhi. Ya nini hivi vitu vyote? Hoja zao zilikuwa ni kwamba ni za msingi, nimezielewa. Kwanza kutoka za matao kina Dr. Lipo alikuwa anachambua mpira. Sasa hivi ni kama wamezidi sasa. Sasa hivi ni digital sasa. Sasa hivi hatuhitaji vitu vya uwanjani, tushaviona. Tunahitaji vitu vya nje ya uwanja. Nje ya uwanja nini? Simba ilianzishwa na fulani. Bwana kwenye mechi hii Simba ilitoa ila fulani imeshinda, Yanga ilitoa ila fulani. Ndio vitu tunavija kwa sababu kila mtu sasa hivi ana TV kiganjani, ukiwa na Azam unaangalia mpira popote. Kila mtu sasa hivi mchambuzi. Mimi mwenyewe sasa hivi mchambuzi. Mimi mpira. Kwa kila mtu tunataka vitu vya nje ya uwanja. Kwa hiyo vitu vingine tusiangalie sana brand, utamu tutaukosa. Na hapo kwenye kuchambua mpira sasa tunataka tunakujaribu kweli wewe mchambuzi. Maana unaweza kama mchambuzi lakini sio mchambuzi bora mmoja. Nataka nisikie kutoka kwako. Simba na Yanga wanakutana mara mbili kwenye wiki. Lakini watu wengi wameonekana kulalamika labda Simba alipopeleka Meja Isamuyo ile mechi. Kwenye swala la branding sasa, maana ni sehemu yako ambayo unaijua zaidi. Swala la branding na kupeleka pale kwenye uwanja ule, wengine wanasema wangepeleka kwenye uwanja kwa sababu mechi hii ina hadhi. Wengine wanasema mapato Simba wamejiminya, lakini wengine wanasema hapana, Simba wana shida na alama 3. Na Simba imepeleka pale kwa sababu mbili. Ule uwanja ni wa jeshi. Ni
nikwambie hicho. Kwa hiyo wale watu ambao wanaingia alfajiri saa 12 na mashuka meupe na mbuzi pale hawezi kuingia. Hicho ndio Simba wamezingatia. Hilo la kwanza. La pili, refa pale ukifanya upumbavu pale mle ndani kuna selo, ule uwanja kwa Taifa kuna selo. Yaani ukifanya kitu kinyume na taratibu na kanuni za mpira wa miguu kuna sehemu pale utaweka utabinywa dakika 2. Lakini kubwa nilopeta ni wale watu ambao tunaita makomando. Simba na Yanga ina watu wanaitwa makomando. Unajua makomando? Ndio hivyo makomando, mimi naita makomando. Wale wamekuwa akiharibu mpira. Mambo ya kwanza, gari likifika tu mnaanza kuweka mikono hivi, sijui huyu asikatize, gari la timu limefika, yule ndio Swahili. Sasa kuna jeshi na utaratibu wa gari, simama hapo, mchezaji shuka, ingia. Ndani ya vyumba hakuna kupuliziwa kitu kwa sababu wanajeshi wenyewe ndio wanakaa kwenye vyumba. Sasa wewe jilegeze mdomo, nenda kapulize vitu mule uone kitakachokuta. Kwa hiyo Simba mpeka pale kisecurity, kwa sababu Yanga amekuwa akimfunga Simba nje ya uwanja, hamfungi Simba ndani ya uwanja, anamfunga Simba nje ya uwanja. Anajua kucheza na mindset huko game nje, mara mlangoni pamefanya hivi, mara makomando wamefanya hivi. Kwa Simba mpeka pale kimkakati. Simba anataka point 3, kwa sababu point 3 za kudondosha zipo kwa Yanga, hazito kwa mtu yote, zipo kwa Yanga. Yanga lazima adondoshe point 3, atazipata kwa namna Yanga ujue, Yanga inaingia kwanza Yanga ujue wanajimwamba pai, wanajiona sisi Muyamburi, lakini ukiangalia wachezaji wao kiukweli, kwa sababu kuna game nyingine wanacheza kufanya kama Azam. Hebu angalia bao la kwanza ile fullback wa Azam anamwona mtu anatembea, anakimbia na mpira anatembea, kwa hiyo utasema ile sio mpango kazi ule. Pengine Azam pengine kuna bonus hawajapata. Ile beki unamwangalia, yani mtu anachepuka, anapewa pasi na anakata katikati, yeye hata kukimbia kujitingisa. Ile sio game ya kusema Yanga wazuri. Yanga wakufunga kwa ubora wao, sio kwa ubora. Ile timu nafikiri kuna manunguniko, na mimi nataka niongee na Feitoto, atanibia siri kama kuna bonus hawajapata, na wasiwasi na bonus hawajapata. Sasa hii moja yako, mbona mnakuwa kama tunasema unatweza na niyo kazi ya Yanga, maana kila Yanga vizuri. Sasa imecheza na timu gani wakati gani? Wanakuwa umeona Feitoto wakati anaojua mwanzo alicheka, alivyocheka tu mimi nikajua ile game kuna kitu amefanya, kuna maelekezo ametoa hapo kabla ya mechi. Baada ya mechi, baada ya mechi kaojua pale alichosema, nasikia Feitoto akakata Samia lazima nimfunge. Kwa hiyo yeye ndo akasema hili mimi seta yangu ipo pale, kabisa sawa. Lakini unakosa ile mechi kama ina maelekezo ile. Ulikuwa unataka kumwambia Feitoto? Nataka nimwambie alama za nyakati nimezielewa. Nilivyomwangalia pale nimeelewa. Najuana. Yani game Yanga pale hataki kujisifa amemfunga Azam. Yani asembe pale kwanza ile jamani, ni maisha haya. Yanga inatoka mishipe na msimama yule nani yule Dube mtu anajitutumua. Wewe umefunga goli ajitumua kwa adhabu ile ndio cheza vile. Nyinyi hata mnajua tunataka na Simba wacheza vile, maki nyinyi wachambuzi mbo Azam akicheza na Simba anacheza vile kama umekula urojo. Kwa mimi nikwambie tu game sisi tunamsubiri Yanga vizuri, na nimesikia kwa wataka mchezo wa tarehe 3 wataka kusogezwa mbele. Tunaomba mchezo wa tarehe 3 usogezwe mbele, tunaomba. Hii bandika bandua, wachezaji wetu wako vizuri, hawashindi baa. Hawashindi baa kama wachezaji wenzetu wale. Wanashinda baa tunakaa nao kwa baa. Wale hawashindi baa. Kwa weka tuweke tarehe sibadilishe. Tunatoka kumfunga Yanga, tunakuja hapa. Tunaangalia fight, tunapumzika kidogo, tunakwenda kwa wanajeshi kule. Tumalize mambo yapo hivyo.